Dibani Extra. Alex, ulikuwa ukizungumza kuhusiana na hauoni kama ishu ya muda inaweza kuwa changamoto kwa Pantev kuonyesha ubora wake na kuonyesha kwamba Simba sasa ameitengeneza kupitia yeye njia zake, sio? Yeah, of course. Mimi naamini kwamba kwa muda huu ambao amekaa na timu, muda unatosha. Yaani unatosha kabisa kuijua timu yake inatakiwa kuaje. Kama ingekuwa hajawahi kucheza dhidi ya Simba, ndo amekuja tu Simba papo mara ya kwanza aje kucheza nayo, ndo ameingia tu, ningesema tumpe muda kidogo, lakini kacheza na Simba mechi mbili. Kaja akiwa kocha wa Simba kacheza mechi mbili. Naamini tayari ana ABC ya nini anatakiwa kufanya kwenye klabu ya Simba. Wala hakuna swala kusubiri tena muda, kwa sababu pia pale Simba hafundisha watoto wadogo, anafundisha wachezaji ambao ni wa madaraja ya juu, wachezaji ambao wameshafundishwa na makocha wengi kwenye karia zao mpaka hivi sasa. Kwa hiyo hata wao experience pia kubalika kwa mwalimu katikati ya msimu, mwanzoni mwa msimu na vyovyote vile ambao benchi la ufundi wanabadilika, wamesha experience hiyo kitu kwa nyakati tofauti. Na unajua kwenye miaka 8 ya mafanikio ya klabu ya Simba ni msimu mmoja tu ambao Simba imefundishwa complete na mwalimu mmoja, ambao ni msimu uliopita. Yaani complete imeanza Januari mpaka Mei tangu 2018 na mwalimu mmoja complete. Miaka mingine yote Didier Gomez alikaa muda gani? Aliingia katikati ya msimu akamalizia msimu, akafukuzwa tena katikati ya msimu unaokuja. Yaani wengine wote anakuja msimu huu, anachukua timu katikati ya msimu unaokuja, anatoka, anaingia mwingine, anamaliza msimu, anaanza msimu katikati ya msimu, anaondoka. Imekuwa hivyo. Msimu uliopita ndo msimu pekee chini ya Fadu Davids wamemaliza msimu tangu pre-season mpaka pre-season, ndo anakuja kuondoka. Kwa hiyo yani kwa wachezaji ambao walikuwepo Simba, labda hao wapi ambao wameingia ndo wanaweza wakasema hawajai ku experience hiyo changamoto. Lakini wengine wote hiyo hali wame experience kwa kiasi kikubwa. Lakini pia hao walikotoka, umetoka kwenye timu ambazo pia sio kwamba yeye kufukuza makocha, imewahi kutokea. Lakini Pantev amefundisha ligi mbili ndani ya bara la Afrika. Kwa hiyo naamini kwamba ana uwezo ndani ya muda mfupi kwa quality ya Simba kutupa kitu cha kuprove uwezo wake ndani ya coast ya Simba. Kwa hiyo ikitokea labda akaja na excuse nyingi baada ya mchezo kwamba sio wachezaji wako hivi, of course nitamshangaa pia, kwa sababu mechi tu ya kwanza ya Simba wamecheza ugenini alisema kabisa, aliwapongeza Simba kwa kuwa na wachezaji wazuri. Mechi ya kwanza kabisa walicheza Gaborone. Mechi ya pili hapa nyumbani akasema najaribu kufanyia makosa ambayo niliyafanya kwenye mchezo uliopita, nikiamini kwamba naweza kupata matokeo, lakini pia ubora wa Simba umetuathiri pia kwenye mchezo wa pili. Maana yake tayari quality ya Simba aliiona kwenye mechi mbili ambazo alicheza kwenye mechi za kimashindano. So sasa leo hiyo quality ndo anayo yeye. Kwa kile ambacho alikiona kwenye mechi za kimashindano na ameshacheza mechi mbili za kirafiki, nategemea kuona tofauti pia kwenye mchezo wa leo, akienda kutuonesha ABC ya nini ambacho anaweza kukiimplement kwenye klabu ya Simba na kikaifanya Simba kuwa kurudi kwenye ule ubora ambao mashabiki wa Simba wanatamani kuona timu yao ikiwepo.